Kwa majina naitwa Helen, mimi ndio mkurugenzi wa haya mashindano ya Ramadhan Stars League, na nia na madhumuni ya haya mashindano ni kukuza mchezo wetu wa basketball, lakini pia kukuza wachezaji wa basketball kwenye upande mmoja au mwingine. Sasa kwenye upande wa zawadi tuna makundi ya watu wawili, kwenye upande wa wanaume lakini na upande wa wanawake. Kwenye upande wa wanaume mshindi wa kwanza atachukua $300,000, lakini mshindi wa pili atachukua $1,500,000, ila MVP wa wanaume atachukua $300,000, lakini kwenye upande wa wanawake mshindi wa kwanza atachukua $1,500,000. Lakini tumekuwa kwenye finals, hatutowasahau pia na wheelchair, na wao watakuwa na mzigo wao. Lakini pia kwa MVP wa wanawake atachukua kiasi cha $200,000. Hii ni ligi ambayo inakusanya mastaa. Nikisema mastaa namaanisha wachezaji wenye vipaji vya hali ya juu waliopo Dar es Salaam, waliopo nje ya mikoa ya Dar es Salaam, waliopo nje ya Tanzania, kuja pamoja kujumuika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani katika kusherehekea kwa njia ya michezo, kudumisha amani, kukuza vipaji vyao na kutafuta fursa katika maeneo mbalimbali. Hivyo basi Ramadhan League Stars waliona ni vema kuyagawa makundi haya katika timu 4 kwa maana kwamba jumla timu 8. Lakini pia grupu A linaundwa na vilabu 4, timu za Miasi, linaundwa na timu Kijogoo, linaundwa na timu na Real, linaundwa na timu Evans. Hizo ni timu 4. Grupu Mkolongoi ambao ni grupu B linaundwa na timu Mgeja, linaundwa na timu Mkosa, timu Sudi Black pamoja na timu Labani. Hivyo mashindano haya yatachezwa katika mtindo ufuatao. Kwanza kabisa kila kundi timu zitakutana head to head, lakini baada ya hapo vile vilabu vitakavyoshinda kwa nafasi 2 za juu ndizo ambazo zitasonga katika hatua ya nusu finali. Na mashindano haya kwa kwanza yanaanza hapa Gymkhana Spider Posta, hapa pembezoni kabisa mwa bahari ya Hindi ambapo upepo unavuma, sehemu nzuri yenye usalama wa hali ya juu, sehemu ambayo haina neno ukija hapa uji na leso wala kitambaa. Upepo ni mkubwa na upepo ni mzuri sana. Baada ya hapa tutahamia katika viwanja vya Don Bosco Oysterbay, lakini mashindano hapa yatafanyika kwa tarehe 14 na 15. Baada ya hapo tutaenda tarehe 21 na 22. Tarehe 27 itakuwa ni nusu finali, itafanyika kule Don Bosco Oysterbay, na tarehe 28 itakuwa ni finali yenyewe sasa itafanyika kule Don Bosco Oysterbay. Kwa jina naitwa Evans Davis, mimi ni mchezaji wa Team Evans. Kwanza ningependa kuongelea kuhusu maandalizi ya mashindano. Kwa kweli ni kitu kimefanyika kwa mara ya kwanza na tumeona mwitikio ni mkubwa, tukianzia kwa upande wa wadhamini haijaitokea. Kwa hiyo ningependa kuwashukuru wadhamini na pia waandaaji kwa kuandaa kitu kama hiki. Mimi toka naanza kucheza basketball sijawahi ku-experience kitu kama hiki. Kwa hiyo kwa tulipofikia na tunachokiona kinachoendelea, kwa kweli naweza ngasema mpira wa kikapu unaanza kukua, kwa sababu kuna vitu vingi ukiachana na ligi kuu, kuna vitu kama hivi vinakuja sasa hivi na vinakuja kwa ukubwa. Kwa hiyo naweza ngasema mchezo unaanza kukua sasa hivi. Matarajio kwenye tournament, kwanza ningependa kuambia kwamba mimi naenda kuchukua ubingwa. Kwa hiyo wale wapinzani wajiandae, especially team Sudi. Namtamani sana. Kwa majina naitwa John Francis Muina, natokea team Sudi. Tumejipanga vizuri kwa michuano hii ya Ramadhan Cup, na hakika timu yangu mimi tunachukua kombe ile la Ramadhan Cup. Kwanza ningependa kwanza kumshukuru Mungu kutoka na mastaa kwenye timu yangu. Mastaa ni wengi sana. Pia mastaa hao wameweza kunipa mimi nafasi, wameniita mdogo wangu njoo uje kucheza katika timu yetu, uonyeshe hicho nacho, na mimi kweli nimekubaliana nao na nipo nao sambamba na kombe hili tunachukua. Kwa chachu kwa vijana tupo wengi sana. Wengi kwa ada hapa tupo wengi. Na wengi tunafanya mazoezi, lakini mpaka unaitwa uje kucheza Ramadhan Cup ujue kwamba ni kijana ambaye peke yako ambao unakuja
kwa moto au vizuri. Yeah. Jina langu ni Raban Rugina na natoka timu Laban, na timu yetu imejiandaa vizuri kwa sababu tunahitaji ushindi. Ushindi kwa maana ya prize ambayo imewekwa, lakini pia kuonyesha kile ambacho tuko nacho kama Stars, na tunaamini kwamba tutakuwa good influence kwa watoto ambao tutakuwa nao wa under 18 na 16. Kwa sababu timu yangu imecombine kidogo watu tofauti. Actually ni locally, ni watu wa ndani, lakini tunatofautiana. Kwa Kiswahili niseme talanta zetu zinatofautiana. Kwa hiyo ninaamini kwa kile ambacho tuko nacho akiwezi kikafanana na star mwingine, ambacho niko nacho mimi atakuwa nacho mwingine kitofauti. Kwa hiyo radha zinatofautiana. Okay, mimi mwenyewe nikianza na mimi mwenyewe Raban, lakini pia nina Daudi Machana, mmoja kati ya big man wazuri ambao tuko nao Tanzania, lakini pia nina small forward anaitwa Maltini, yuko D-League, ametokea D-League, lakini mmoja kati ya talent ambayo tunaziona ni prominent talent ambayo inakuja. Kwa hiyo nina mastaa ambao wanaweza wakafanya vitu tofauti kidogo.